Kwa niaba ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, tunaungana na familia ya Kinyerezi kuweza kutoa pole kwa washiriki na waumini wenzetu ambao ni waimbaji wa kwaya ya Kinyerezi. Poleni sana na tunaendelea kuwaombea kwa Bwana. Taarifa hizi tumezipokea kwa mshtuko asubuhi ya leo. Nimepigiwa simu ikiwa ni saa 12 alfajiri na mwenyekiti wetu akinijulisha juu ya habari ya ajali hii, na tunashukuru kwa timu ya washiriki na viongozi wenzetu wa Dodoma CTF ambao kwa kweli walifika eneo la tukio na kuendelea kuratibu, na hata sasa waimbaji baadhi wamefika hapa. Tunamtukuza Bwana. Kwa sababu nimesimama tu hapa kwa ajili ya kutoa tafakari fupi na kuendesha zoezi la maombi, ninaomba niende tu moja kwa moja kwenye kile ambacho nilitamani nikiseme. Wapendwa washiriki na waumini, wanakwaya wetu wa Kinyerezi, tumesimama katikati katika namna isiyo ya kawaida. Sasa ni usiku almost katikati, na katikati yetu tuna hisia ambazo ni mchanganyiko. Tuna hisia za huzuni, tuna hisia za mshangao, na katikati ya yote hayo huenda tuna maswali mengi sana vichwani mwetu. Lakini niwatie moyo kwamba katikati ya yote yanayoendelea ndani ya fahamu zetu, hebu tuchague pia kuwa na tumaini katika Mungu wetu huyu. Ni kweli ajali ambayo tumeipata imeacha alama katika miili yetu ambayo huenda ikawa ni kumbukumbu ya daima. Lakini huenda ajali hii imeacha makovu na majeraha ndani ya mioyo yetu. Lakini ni ukweli usiopingika ya kwamba ajali hii haijaondoa sauti zenu za sifa kwa Mungu wenu. Na niwatie moyo ya kwamba ajali hii isiondoe imani yenu kwa Mungu wenu, na badala yake ikaimarishe imani yenu na ikawasogeze karibu zaidi na Mungu wenu. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 34 fungu ambalo linafahamika sana na ule mstari wa 18 anasema, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na huokoa waliopondeka roho. Hii ni ahadi ya Bwana ya kwamba yuko karibu na sisi. Hii ni ahadi ya Bwana ya kwamba atatufariji na kutupatia nguvu. Ninyi wanakwaya, kwaya ya Kinyerezi, mmekuwa ni chombo cha kupeleka tumaini na furaha kwa wengine. Kwa tunaongea hata na mzee kiongozi hapa kwamba jana ziliimbwa nyimbo mpaka watu walibarikiwa sana. Tumepata mawasiliano na mchungaji wa eneo husika, anasema waimbaji hawa jana waliimba kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mmekuwa mkiimba na kupeleka tumaini kupitia uimbaji wenu. Mmekuwa mkiimba na kupeleka furaha mahali palipokuwa na huzuni. Lakini leo tunawaimbia nyinyi zile nyimbo ambazo huenda mlikuwa mkiziimba, zile nyimbo ambazo huenda mlikuwa mkiziimba wakati wa matukio ya huzuni. Leo tutaziimba kwa ajili yenu. Tutawaimbia ninyi nyimbo za faraja, tutawaimbia nyimbo za upendo, tutawaimbia nyimbo za mshikamano, lakini zaidi tutawaimbia nyimbo za kuwatia moyo. Kumbukeni yafuatayo: maumivu ni ya muda, lakini neema ya Bwana ni ya milele. Ajali hii isivunje wito wenu, na badala yake ikaimarishe ujasiri wenu wa kumtumikia Bwana.
Kwaya yenu bado ni sauti ya matumaini. Hata katika kipindi ambacho huzuni imetawala, huenda kimya kikaendelea kutawala, habari njema ni kwamba kwaya hii na sauti zenu zinapaswa kuendelea kubeba tumaini. Endeleeni kumtumikia Bwana. Ndugu wanakwaya wa Kinyerezi na washiriki wote, tunawatia moyo ya kwamba msikate tamaa. Mnapoendelea kupona, endeleeni kushuhudia kwamba Mungu ndiye mponyaji mkuu. Yeye ndiye anayeweza kuponya majeraha yetu. Yeye ndiye anayeweza kuponya miili yetu, na zaidi yeye ndiye anayeweza kuponya mioyo yetu. Sisi kama uongozi wa conference, kanisa na jamii tuko pamoja na nyinyi. Tunawabeba kwa sala, tunawabeba kwa upendo. Ahadi yetu, hatutawaacha peke yenu. Tutaimba pamoja nanyi na sauti zenu zitakuwa ni ushuhuda juu ya ushindi dhidi ya maumivu mnayoyapitia. Wimbo tuliouimba, mnatamani kanisa tuimbe ule ubeti mmoja tukiwaimbia wanakwaya hawa. Karibuni wale makoristas wetu tunapoenda kwenye maombi. Tutaimba ule ubeti wa kwanza tukiwa tumekaa tu hivi, na wimbo huu tunaudedicate maalum kwa ajili ya wanakwaya, ninyi mliowawakilisha wenzenu walio Dodoma, na hata wale ambao wamepatwa na changamoto ya kuondokewa na wapendwa wao. Wimbo huu ukatufariji usiku wa leo. Sijajua kwa nini hamjaja hapa wale waimbaji. Tutaimba ule ubeti wa kwanza na kiitikio chake. Wakati huo mchungaji Izungu atakuwa anasogea hapa, tutashiriki pamoja katika maombi haya. Tuimbe. Baba twakujia, uwe msaada, uwe kimbilio, twakusihi. Tukitengwa nawe, tufariji hapa, Baba yetu. Baba twakujia, Washiriki tutasimama, na kama tunaweza tukasogea uelekeo wa huku mahali walipo wapendwa wetu hawa. Tutakuwa na maombi ya kumshukuru Bwana kwa sababu hata sasa bado Bwana ni mwema. Hata nyakati ambazo tunaweza kuwa na maswali mengi yasiyo na majibu, ni mwaliko wa kuendelea kumtumainia Bwana. Tutawaombea wapendwa wetu hawa. Tutaiombea familia ya kanisa la Kinyerezi kwa ujumla. Hili jambo waimbaji sio la kwenu, ni la kwetu sisi sote. Tutawakumbuka pia familia ambao wameondokewa na wapendwa wao, kwamba Bwana aendelee kuwatia nguvu na aendelee kuwashika mkono katika kipindi hiki kigumu. Pastor Izungu ataomba na mimi nitahitimisha. Nanyi pia mwaweza kuendelea kuomba kimoyo moyo. Yesu, kwa imani na
sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, Baba yetu na rafiki yetu, katika masaa haya ya usiku wa manane, Bwana, tumekuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukrani. Tumekuja mbele zako tukikukimbilia wewe, tusiaibike milele. Baba, tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa pamoja na wapendwa wetu tangu walipotoka mahali hapa. Tunakushukuru kwa kuwa ujumbe uliowapatia kwenda kwa watu wako waliupeleka, na wengi waliguswa na wengi waliokolewa. Baba, tunakushukuru kwa kuwa hata sasa wapendwa hawa wamefika mahali hapa. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana umewafikisha salama. Tunakushukuru hata Bwana kwa ajili ya wale ambao wako hospitalini. Baba, endelea kuwa mwaminifu kwao, ukiendelea kuwa daktari mkubwa, ukiendelea kuwapatia matibabu. Baba, wako wapendwa ambao katika ajali ile walipoteza maisha yao, wanakwaya, lakini familia nyingine katika ajali ile takribani watu 9. Baba wa mbinguni, tunaomba faraja kwa ndugu, jamaa na marafiki na kanisa kwa ujumla. Tunaomba Bwana, katika ibada hii tumepatiwa neno lenye faraja katikati ya machungu, katikati ya majonzi, katikati ya maumivu, katikati ya maswali ambayo hayana majibu. Baba, tunakuona wewe ukiwa mwamba mkuu, tegemeo letu. Hivyo usiku huu wa leo Bwana, tunajiachia mikononi mwako. Pale ambapo panahitajika faraja Bwana, binadamu ambaye hawezi kutoa faraja, ingia kati ukalete faraja. Pale ambapo Bwana hatuwezi kufuta machozi, tunaomba Roho wako Mtakatifu aje mwenyewe ndani ya watoto wako akiwafuta machozi. Baba, tunakuomba na kukusihi upendo wako ukawakumbatie wapendwa hawa. Upendo wako ukawakumbatie kanisa la Kinyerezi. Yule anayetikisika na kutaka kuanguka, mikono yako yenye nguvu ikamkumbatie. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa wewe umesikia. Mtumishi wako wanapoendelea kuomba, Bwana, sikia maombi yetu katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, tumekusanyika usiku huu katika nyumba yako hii iitwayo kwa jina lako. Tumekusanyika katika uzoefu ambao una mchanganyiko wa hisia. Wengine machozi yanatudondoka, wengine mioyo ni mizito, maswali ni mengi vichwani mwetu, na nyakati fulani tunatamani labda masaa yangerudi nyuma, labda Mungu ungetuonesha tukio hili kwa namna fulani, lakini yote haya hayawezekani sasa. Katikati ya yote hayo, bado tunaliita jina lako. Tunaliita jina lako kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiye unayestahili. Tunalisifu na kulishangilia jina lako. Hata katikati ya masaibu haya, bado mkono wako umeonekana. Kwa namna ya pekee, tunaomba kwa ajili ya uponyaji wa majeruhi hawa. Hawa ni wale tu ambao wameruhusiwa, lakini wapo wenzao ambao bado wapo katika vitanda vya hospitali. Wewe uliye mganga na tabibu mkuu, nyoosha mkono wako sasa, kawagange wana na binti zako, ili hatimaye Bwana wakainuke tena na hatimaye kazi yako ikasonge mbele. Wapatie ujasiri,
Tunafahamu tukio la namna hii linakuja na uzoefu wa aina tofauti tofauti. Wakati fulani picha za kujirudia rudia zinakuja katika vichwa vyetu. Wakati fulani trauma zinajengeka ndani ya vichwa vyetu. Nenda ukatugange Bwana. Ile hofu inayotaka kuzinga na kuzingira mioyo yetu isipate nafasi. Maana wewe Mungu ni mkuu kuliko hata hofu hiyo. Waimarishe watu wako hawa, katusimamishe tena. Tunaomba kwa ajili ya familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Familia za kanisa hili, lakini hata familia za madereva na matingo na ndugu wengine ambao wamefariki. Tunawaombea faraja yako. Wakati fulani sisi wanadamu maneno yetu huwa hayajitoshelezi kwa faraja. Wewe nenda ukawe ndiye mfariji wao mkuu. Tukio hili likatukumbushe kuzihesabu siku zetu. Tukio hili likatukumbushe kutembea tukiwa tumejiandaa wakati wowote ule. Ili zamu yetu itakapofika tulale katika tumaini. Ninaomba kwa ajili ya familia hii kubwa ya kanisa la Kinyerezi. Bwana, mkono wako usiwapungukie. Watu wako wamewasha magari usiku huu, wameviacha vitanda vyao, wameziacha nyumba zao. Kila aliyejihudhurisha hapa, mkono wako ukaendelee kuwa pamoja naye. Moyo uliooneshwa, roho iliyooneshwa hii isiishie hapa, bali Bwana hii ikawe ni mianzo tu ya kushikamana na kutembea pamoja. Asiwepo hata mmoja atakayejuta kwamba alikuja kuwapatia faraja watu wako hawa. Bwana, tunanyamaza kimya sasa. Watoto wako watakapokuwa wakienda kupumzika, waondolee maumivu, wapatie usingizi mwanana, waamshe wakiwa na mianzo mipya. Hata sisi sote tunapotawanyika, mkono wako ukaendelee kuwa pamoja nasi. Tukutanishe kwa wakati mwingine. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina. Bwana wabariki sana. Tunawaombea. Yesu unipendaye, wako na Asanteni wachungaji, nawashukuru kwa neno ya faraja na maombi pia.